Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwana Hasbido ni vita ya maneno kati ya Mwijaku na Baba Levo. Ni vita ambayo haiamuliwi kawaida. Inabidi tuache wao wenyewe waweze kuamua. Leo baada ya uwezo wa Mwijaku kuweza kuonekana akiwa analiponda jengo ambalo alikuwa amelijenga Baba Levo, wakati pia kitupia pia na baadhi ya vijembe kwa ile nyumba ambayo Aristote amejenga, leo naye Baba Levo ameamua kumjibu Mwijaku na kuweza kumweleza ya kwamba kwanza, ninakupa onyo, kama hauhitaji, kama hauhitaji kupata hasara, basi acha kushindana na mimi. Baada ya kuweza kumwambia hivyo, akamba na dokezo kabisa ya kwamba Mwijaku, nyumba ninayoijenga mimi ni sawa na nyumba zako 7 kwa gharama na mambo yote. Nyumba ninayoijenga mimi ni sawa na nyumba zako 7 kwa gharama na mambo mengine yote. Mwana Hasbido, ni baada mimi kuweza kukutana na hii, nikasema mimi ni nani nisimsogezee ndugu yangu ambaye amekuwa ni sehemu ya watu ambao wananipa company since day one. Na hivyo ndivyo ambavyo mambo yanaendelea baina ya wawili hawa, yani Mwijaku pamoja na Baba Levo. Unalipi la kuzungumza Mwana Hasbido? Yapi pia ni maoni yako kuhusiana na ushindani huu wa nyumba hizi? Niambie kwa njia ya comment. Leo ni siku muhimu kwetu. Leo tuna matembezi haya ambayo yanachangisha fedha kwa ajili ya kupata fedha za kuchapa na kusambaza vitabu vya kiada kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Lakini pia fedha hizi zitakapopatikana zitakwenda kutumika kununua kompyuta maalum ambazo zitapatikana, zitakuwa zinaingizwa vitabu vilivyo katika nakala laini pamoja na maudhui mbalimbali ya kidijitali, ikiwemo video za masomo kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wetu wa sekondari kidato cha 5 na cha 6 katika mikoa 10 ya Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja. Kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ambayo pia tumetoa toleo la mwaka 2023, imetamkwa kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau itahakikisha kwamba kuna kuwepo na rasilimali fedha za kutosha kukidhi mahitaji ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia kulingana na viwango vilivyowekwa katika ngazi zote za elimu. Niwapongeze tena Wizara ya Elimu kwa kazi nzuri. Niwapongeze pia wadau. Nimeona kuna wadau wetu pale ambao pia mmechangia tukio hili, na wote ambao mmechangia tukio hili na kuweza kupata fedha ambazo zitamkwa na mkurugenzi wetu. Tuwapigie makofi wadau wetu waliochangia fedha hizi. Leo tuna kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, lakini kimsingi ni kila somo, kila mwanafunzi kitabu chake kimoja. Haya ndio malengo ambayo sisi tunataka tuyafikie, na inawezekana. Na haya maendeleo haya ndio atakayotufikisha sisi kwenye teknolojia na matumizi ya vitabu. Ni jambo linalostahili kuungwa mkono, kwani vitabu hivi ndivyo ambavyo vitaweza kumpa mwongozo kijana. Bila hata kuwa na mwalimu, anaweza kupata taaluma yake kupitia vitabu hivyo. Na kwa hiyo kuwashirikisha wadau katika jambo hili ilikuwa ni azma yetu, na ukuchangiaji wao ni mafanikio yetu. Nataka tuwahakikishie kwamba michango yenu mlioitoa yote itatumika kama ilivyokusudiwa. Ndugu wana michezo, nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana wadau wote mlioshiriki katika matembezi ya hisani siku ya leo. Leo nimefurahi kuona pia matembezi haya yametembewa na watu wazima, watu wa umri wa kati, lakini pia na vijana wadogo, wakiwemo watumishi wenyewe wa TET, isipokuwa hawa waliovalia kama wanasheria. Sikujua kama mna shughuli maalum ile ya kwaya bora kabisa. Mwana Hasbido, ni hiyo ndo video bana.
ambayo inamuonesha mtoto wa Zari akiwa tayari analibeba jiko lake, na Zari mwenyewe amekuwa ni supporter namba moja, mtu ambaye hataki kabisa kuona mtoto wake anaikosa furaha yake ya maisha bana. Amesapoti mwanzo mwisho, na amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wametokea kuinspire wanawake wengine kusapoti watoto wao. Mimi kazi yangu itakuwa ni kuendelea kusogeza na kukuweka karibia na update ambazo nakuwa nimezipokea. Baada ya kuweza kuipokea hii, natamani pia na wewe mwana Harisbiro itazame kwa mara nyingine tena namna ambavyo mambo yalikuwa yanaendelea. Moja ni kwamba kauli mbiu hii inasisitiza haki ya kila mwanafunzi kupata kitabu chake cha kujifunzia, lakini inatufundisha kwamba elimu bora inahitaji vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu. Mbili, kauli mbiu hii inasaidia kupunguza pengo la elimu kati ya familia yenye uwezo na zile ambazo hazina uwezo, kwa sababu sasa kila mtoto au kila mwanafunzi atapata kitabu chake katika kila somo. Hali hii itawezesha vijana wetu kupata elimu sawa, lakini pia inaweza kuleta hamasa katika kusoma na kuwafanya wanafunzi waone kuwa shule ni mahali pa kukimbilia. Tatu, kauli mbiu hii inawiana na malengo ya kitaifa ambayo inakwenda kumhakikishia mtoto wa Tanzania kwamba atapata elimu bora, na kupitia elimu bora taifa hili nalo litakuwa bora, kwa sababu litafikia malengo yake ya maendeleo endelevu na kuboresha ustawi wa kijamii. Na kila mtoto ambaye atapata vitabu vya kujifunzia atakuwa na ufanisi katika masomo yake, kama ambavyo tumeona vijana wetu hapa wote wame vitabu. Mwalimu amesema fungua ukurasa wa pili, kila mmoja amefungua, wamesoma, limeulizwa swali, kila mtoto ameelewa. Mjomba Mpoto, na wewe kwa usanii haya yote umeyatengeneza wewe, ni ujumbe tosha. Mjomba Mpoto siku hilo anatuliza, siku hilo anatufurahisha, leo umetufurahisha. Tumpigie makofi Mjomba Mpoto. Ndugu na michezo ndugu na michezo, haya mafanikio tunayopata ni mafanikio yanayotokana na serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatuwezi kumtenganisha mafanikio haya na yeye mwenyewe, na ndio kwa sababu sasa tunatamani apate miaka 5 kwa ridhaa yenu. Pale tunaposema Dr. Samia mitano tena, tunamaanisha kwamba tunataka maendeleo haya yawe endelevu. Sekta ya elimu imefanya kazi kubwa, wote mnajua. Tumeimarisha kwenye miundombinu, tumekamilisha kurugenzi zote, msingi, sekondari, vyuo tena vya kati na vya juu na vya ufundi, vyote vimepata miundombinu iliyo bora. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.